Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni tena jifunze somo hili ambalo kwa kweli ni vizuri sana tusikilizane. Ni somo ambalo la muhimu, lakini lina mambo magumu kidogo. Kichwa cha somo kinasema kafara kwa Mkristo. Wapendwa, neno kafara limetokana na neno kafiri. Kafiri ni mtu ambaye yupo kinyume na mpango wa Mungu aliye hai. Kwa maneno mengine, kafiri ni mtu mwenye dhambi. Haya, neno kafara. Kafara ni sadaka ya kuteketeza inayotolewa ili kupata ondoleo la dhambi. Sasa ilitajwa kama ondoleo la dhambi, lakini kazi yake hasa huwa si kuondoa dhambi, ni kufunika dhambi. Nitakuelezea baadaye kufunika dhambi na kuondoa dhambi tofauti yake ni nini. Damu ya mnyama inapomwagika ndio iliyomweka huru mwenye dhambi zamani. Ili kafiri aondoke kwenye ukafiri ilikuwa lazima atoe kafara. Tuangalie Mambo ya Walawi sura 10 mstari wa 13. Biblia inasema, nanyi mtaila katika mahali patakatifu. Nanyi mtaila katika mahali patakatifu, kwa sababu ni haki yako na haki ya wanao katika hizo kafara zisongezwazo kwa Bwana kwa moto, kwani ni hivyo mlivyoagizwa. Ukisikia kusongezwa ni tendo la kuchukua yule mnyama yule na kumweka kwenye moto, kule kunaitwa kusongeza. Kwa hiyo hapa anasema ninyi mtaila katika mahali patakatifu, kwa sababu ni haki yako na haki ya wanao katika hizo kafara. Ndugu zangu, kafara zilikuwa zikitolewa, ni sadaka zilikuwa zikitolewa zamani kwa ajili ya kufunika dhambi. Nasema kufunika dhambi kwa sababu gani? Kwa sababu tangu zamani wanadamu walitakiwa, ili waondoke katika dhambi zao, walazimika kuchinja mnyama. Ndio maana walitakiwa kuchinja wiki hii, kesho na kesho kutwa na wiki nyingine wachinje na kuchinja, kwa sababu zile kafara walizokuwa wakitoa zilikuwa haziondoi dhambi, lakini zilikuwa zinafunika dhambi. Lakini kumbe ambaye amekuja kuondoa dhambi ni damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, inayonena mema kuliko damu ya Habili. Hiyo damu ilipomwagika ilikuwa ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa hiyo ndio maana tukimwangalia Ayubu alikuwa akitoa sadaka kila wiki, na mara nyingine anatoa kwa ajili ya watoto wake, kwa idadi ya watoto wake, kwa dhambi ambazo anazifahamu na asizozifahamu. Kwa hiyo alitakiwa kuchinja mara kwa mara. Lakini sisi leo hii, baada ya kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo mahali pale msalabani, tutaona mbele huko, hatutakiwi kuchinja kafara. Yeye ndio kafara inayotosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivi ndivyo Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, ambaye ni Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliagiza wakati wa Agano la Kale. Dhabihu ni mnyama anayetolewa kuwa kafara wakati wa Agano la Kale. Kama nilivyosema, wakati wa Agano la Kale ilikuwa ni kufunika dhambi. Damu ya Bwana wetu Yesu Kristo ilipomwagika msalabani haikufunika dhambi, bali iliondoa kabisa. Ndio maana sisi tunaoamini hatutoi dhabihu kuwa kafara tena. Hatutoi dhabihu. Unapotoa dhabihu leo hii, manake unamrudisha Yesu msalabani. Yesu ina maana hajafa pale msalabani. Inasikitisha sana kwamba wako watu wanaojiita Wakristo, wanaojiita wachungaji, wanafundisha watu kwamba hivi sasa tunatakiwa kuchinja. Wapendwa, hebu tuangalie katika Isaya sura 53 mstari wa 5. Biblia inasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya! Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Pendwa, inasikitisha kabisa ninapomkuta mchungaji anajiita mchungaji, anafundisha tena. Mmoja juzi nimemsikia anasema huwezi kuwa tajiri, huwezi kupata pesa bila kumwaga damu. Huwezi kwenda tena, anafika mahali anasema huwezi kwenda Dubai kibiashara kama humwagi damu. Wapendwa, hawa ni watu waliojiingiza kwa siri katika Ukristo, lakini sio Wakristo. Tunatakiwa kuangalia watu wa namna hii, wapendwa, wala tusikae kimya. Hawa watu wanafundisha vitu ambavyo sivyo kabisa. Wapendwa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichumuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake yeye,
na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Maana yake ni kwamba Bwana Yesu alitabiriwa tangu zamani na Isaya kuwa atajitoa kuwa dhabihu awezaye kuondoa ukafiri wetu, tena sio kwa muda, lakini milele. Ukafiri wetu uliondolewa mahali pale Kalvari milele. Waebrania sura 9 mstari wa 22, Biblia inasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakukuwa na ondoleo la dhambi. Wapendwa, wakati wa Torati ule ndio kulikuwa kuna tendo la kumwaga damu. Mkristo yoyote, mtumishi wa Mungu yoyote, ukimsikia anafundisha kwamba wewe utoe dhabihu, hebu sema katika jina la Yesu alafu uondoke. Huyo sio mfuasi wa Kristo, huyo ni agenti, ametumwa. Huyo anatafuta faida yake mwenyewe, lakini si ya Kristo. Siku hizi kumekuwa na walimu wengi sana wa uongo, wanapotosha. Nimeandika hivi cha ajabu, nimemsikia huyo mtu anadai kwamba hakuna Mkristo anaweza kufanikiwa. Wapendwa, tunao watu wengi ambao tunawafahamu sisi wa Kristo kweli kweli, wamefanikiwa sana kwa kutumia jina la Yesu bila kumwaga damu, bila kutoa kafara. Lakini matajiri tunawafahamu, hatutaki kuwataja tu, kwa sababu unapomtaja mtu na mimi unakuwa maanake unambetray, unamchonganisha. Lakini tuna uhakika watu wanaoliamini jina la Yesu, watu wanamtegemea Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, wanakubali kifo cha Bwana wetu Yesu msalabani, hawana mpango wa dhabihu nyingine tena. Ndugu zangu, nimeandika hivi, huyo mtu amekuja katika Ukristo akiwa na agenda yake. Maanake ametoka katika dini fulani, ametoka katika dini ambayo wao ni wachinjaji mabingwa, mpaka leo wanachinja sana. Sasa huku ameingia kama, yani amekuja kama kutafuta pesa tu. Sasa anawaambia watu waje awape maelekezo, wakifanikiwa basi wapate cha kumpa. Wapendwa, kufanikiwa ni kanuni ya Mungu, lazima ufanikiwe. Ndio maana utakuta, wapendwa, Mungu wetu ni wa ajabu sana. Mvua hii inanyesha hata kwa wachawi, inanyesha hata kwa wauaji, mashamba yao wanavuna vizuri. Lakini maandiko yanasema ukimwona mwovu anafanikiwa, basi ni kwa ajili ameandaliwa kuangamia milele. Kwa nini uwe miongoni mwa watu hao? Usishtushwe na mtu anayefanikiwa kwa kutumia vitu hivyo, sivyo. Kwa sababu utakuta hata mwizi anayekwenda kuiba anaomba, anasema, anamtaja Mungu, naomba Mungu nisaidie nikienda kuiba nifanikiwe. Hasa akienda akafanikiwa, anafikiri kwamba amefanikiwa, Mungu ndio akamfanikisha. Hapana, umefanikishwa na yule mwingine muharibifu, kwa sababu Yesu Kristo amekuja ili tuwe na uzima, tena tuwe nao tele. Lakini mwingine yule kazi yake ni kuja kuchinja, kunyonga na kuharibu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndugu zangu, Isaya nabii kasema alijeruhiwa kwa makosa yetu, amechubuliwa kwa maovu yetu. Kama tulivyojifunza tangu zamani katika Torati, walitoa dhabihu siku kwa siku, yani kila siku damu ya kumwaga. Lakini damu ya Yesu Kristo ilimwaga ili kuondoa dhambi, na wala sio kufunika dhambi, lakini ilikuwa ni kuondoa dhambi ya asili. Sikiliza hapa, na ukimwamini na kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi, damu ile ile inaendelea kutenda kazi ya kukutakasa dhambi. Unapotubu, damu ile iliyomwagika pale msalabani ilikuwa ni kwa ajili ya kuondoa dhambi ya asili, sio kufunika dhambi ya asili. Baada ya kuondoa dhambi ya asili, maanake tunacho kibali cha kuwasiliana na Mungu sasa. Lakini unapokuwa umekwenda tofauti na mpango wa Mungu, bado kuna nafasi ya kutubu. Ni damu ile ile itafanya kazi. Hapa nimeandika, damu ile ile inaendelea kutenda kazi ya kutakasa dhambi unapotubu, kwa kumaanisha kuziacha. Tuangalie Waebrania 9:12. Biblia inasema, wala si kwa damu ya mbuzi na damu ya ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Haleluya! Akisha kupata ukombozi wa milele, alipaingia patakatifu, sio pa hapa dunia, pa mbinguni. Hema ya kukutania si ya hapa, ya mbinguni. Alipaingia mara moja tu, na baada ya kupaingia hapo, wapendwa, aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Sio ukombozi wa miezi miwili au wa miezi mitatu, ukombozi wa miaka mingapi? Hapana, wa milele. Huyu anakuja amesoma Biblia gani huko? Chinja, bado unachinja. Damu ya Yesu imemwagika, damu ya mbuzi. Wapendwa, hiyo ni damu inanena mema kuliko damu ya Habili.
damu ya Yesu Kristo. Hata unapoitaja tu inafanya mambo ya ajabu kwa kutaja tu. Wapendwa, nimeandika hivi: damu ya Yesu iliyomwagika pale Kalvari ilitakasa kwa kuondoa kabisa, wala sio kufunika kama walipochinja wanyama zamani. Huyo mtume, nabii au mchungaji anayefundisha Wakristo wachinje kwa kafara anawarudisha Wakristo kwenye Agano la Kale na kumaanisha kuwa Bwana Yesu hajafa msalabani. Wapendwa, hii anataka kuonyesha kwamba hajafa, lakini ndugu yangu, huyu amekuja makusudi kupotosha. Kumbuka, bado ana roho ya kule, lakini amehisi kwamba huku kuna namna fulani ya kupiga pesa. Tunatakiwa kuwa waangalifu wapendwa. Huyu anatakiwa ashauriwe kwenda chuoni, basi sio kuvamia huduma tu. Hebu tujifunze habari ya mwana-kondoo, tuangalie kuhusu mwana-kondoo wa Mungu. Ukisikia mwana-kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu, si mwingine bali ni Bwana wetu Yesu Kristo. Huyo ndio mwana-kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Tuangalie Mwanzo 22:13, mstari mmoja tu. Biblia inasema, Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketeza badala ya mwanawe. Haleluya! Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo anamwambia Ibrahimu katika sura ya 22 mwanzo pale, Ibrahimu, mimi hapa, nenda mwanao kamtoe sadaka kwa ajili yangu mimi. Nenda kwenye mlima wa Moria, nitakuelekeza ni sehemu gani utakuwa. Nenda kamtoe sadaka mahali pale. Wapendwa, mara nyingi mimi ninasema ni kwa sababu Ibrahimu alikuwa anajua sauti ya Mungu. Alikuwa anaijua sauti ya Mungu. Alipoambiwa akatoa sadaka kwenye mlima wa Moria, ule mlima wa Moria ndipo mahali walipokuwa wanatoa sadaka za watoto wa binadamu kila mwaka kwa ajili ya mungu wa Wayebusi aliitwa Moleki. Ni pale pale walipokuwa wakitolea sadaka. Wapendwa, lakini kwa kuwa alijua ni sauti ya Mungu, alimchukua akaondoka. Mungu alimwelekeza Ibrahimu kwenda mlima wa Moria ili kumtolea sadaka ya kuteketeza ambayo ni mwanaye Isaka. Alimwambia, ukifika Moria nitakuelekeza ni wapi. Alimwelekeza penye miteremko ya mlima Moria ulioko magharibi ya mji wa Yerusalemu. Siku hizi mlima huo unaitwa mlima Sayuni. Eneo hilo lipo wenyeji wa Yerusalemu, kabila la Wayebusi. Ndipo walipotoa sadaka za watoto wa kiume kwa mungu Moleki. Bwana Yesu atusaidie. Unaweza kuona jinsi Ibrahim sio kwamba alimwamini Mungu tu, lakini pia alijua sauti ya Mungu. Wapendwa, ni vizuri tukajifunza kujua sauti ya Mungu. Vinginevyo asingekubali kumtolea Mungu wake sadaka mahali ambapo sadaka zilitolewa za miungu. Kwa kuwa Mungu wetu siku zote hubadilisha vibaya iwe vizuri, Mungu alikuwa na mpango wa kubadilisha lile eneo. Badala ya kuchinja watoto wa binadamu, alimwandalia mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu, ambaye baadaye atakuja na alishakuja, Yesu Kristo. Akainuliwa mahali pale, fuvu la kichwa Kalvari, Golgotha. Pigiliwa misumari mahali pale. Ndugu zangu, alipigiliwa misumari pale. Jua likatiwa giza kuanzia saa 6 mpaka saa 9. Akapaza sauti yake akisema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Akaisalimu roho yake. Pendwa, pazia la hekalu likapasuka kuanzia juu kushuka chini. Ilikuwa lazima lipasuke kuanzia juu. Yeye ni Mungu aketie juu ya makerubi. Mungu wetu si wa chini bwana. Na siku yote utakaposikia sauti ya Mungu, Mungu hatatoa sauti. Hata ukiwa barabarani, njiani unatembea, unaweza ukasikia sauti ya Mungu. Haitatoka chini, itatoka juu, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu aketie juu ya makerubi. Na pazia lile halikupasuka kuanzia chini kwenda juu, lakini lilianzia juu kushuka chini. Patakatifu pa patakatifu pakabaki wazi. Dunia ikatikisika, miamba ikafunuka, watakatifu waliolala wakatoka, wakatokea wengi katika Yerusalemu. Mtakatifu alimwona mtakatifu, mtakatifu alimwona mtakatifu. Wapendwa, napofika mahali hapa napata uchungu nikikumbuka kifo chake msalabani na damu yake imemwagwa mahali pale. Ndugu zangu, halafu mtu mwingine anasema bado kuna kununua kondoo. Wapendwa, basi mtu fakiri au mtu maskini, mtu asiye na uwezo, basi asingemwona Mungu. Kwa sababu kuna watu wanaishi hapa duniani hawana uwezo hata wa kufuga mbuzi, hawana uwezo wa kufuga kondoo wala ng'ombe, wala hawana, wengine hata kuku hawana. Mungu alituhurumia akaona tutachinja wanyama kiasi gani. Kila siku tutachinja wanyama. Mwana kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Usimkubali mtu yote atakayekwambia uchinje tena.